Uhali gani na habari za wakati huu mwana michezo mwenzangu, pasi na shaka hujambo na mzima wa afya tele popote pale ulipo, na kusalimu salam kwa kusema maamkuzi mema na mbawazi utokayo kwa mzee Mkwawa Ziwa Alieni. Pasi na shaka hujambo na mzima wa afya tele. Iwapo afya imekuwa shakani, mimi nakuombea kwa jalali uweze kurejelea uzimani. Karibu sana kwenye kipindi maridhawa kabisa cha Viwanjani, kipindi ambacho huwa kinaangazia taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo zimesheheni na kushika hatamu kunako viunga na madimba mbalimbali ya kimichezo. Habari kubwa ambazo tutakwenda kutazama hii leo ni pamoja na ligi ya mpira wa wavu Disemba 15 jana ikianza kutimua vumbi katika viwanja vya Chilangalibi pale Dodoma. Lakini mbali na hapo pia tutakwenda kuangazia juu ya Carabao Cup, ambapo mechi hizi zimekuwa zikitazamwa kwa jicho la tatu. Kama haitoshi, pia Italia Super Cup napo tutakwenda kujikita kutazama kwa kina kile ambacho kitakuwa kinajiri na kuchukua nafasi. Lakini Disemba 19 mpaka 20 kutakuwa kuna michuano mikubwa ile ya pool table. Azam TV tumekita kambi huko kuweza kuona, tunakuonyesha kinaga ubaga kile ambacho kitakuwa kinajiri na kuchukua nafasi. Na Disemba 21 michuano mikubwa kabisa kwa ngazi ya taifa kwa maana ya michuano ya AFCON inatarajiwa kuanza kutimua vumbi pale nchini Morocco. Lakini Disemba 26 ni vitasa, Box on Boxing Day. Ni miongoni mwa vitu ambavyo pia tutakwenda kutazama, bila kusahau michuano ya Kombe la Mapinduzi ambayo itaanza kutimua vumbi Disemba 29 mwaka huu pale visiwani Zanzibar, na yenyewe pia tutakwenda kuitazama kwa kina. Pamoja nami nimeketi sanjari na wachambuzi wangu wa zamu hii leo. Niko na Idi Nonga, miongoni mwa wachambuzi chipukizi ambao kusema kweli wanachipukia kwa kasi kubwa kweli kweli. Bila kusahau niko na Gwiji Jagina ama Mkocho, Andrew ama Andrea Kinga Mkono kama apendavyo kumuita mama yake. Andrea, habari za asubuhi? Nashukuru Mungu. Uko sawa sawa? Niko tamamu. Mungu. Umeamka vyema? Kabisa. Mimi ninayo furaha mpwite kuungana nawe asubuhi hii. Na mimi pia. Idi Nonga, kwa mara ya kwanza hii leo tumekaa kwenye kitivo hiki kama siga ya Gaya Adhim ambalo bila shaka watazamaji wetu wana kiu ya kufahamu leo kunani. Kabisa. Mimi wakati unaitambulisha Hassan Ahmed nimebeba maneno kama 5-4 hivi. Nadhani tukitoka hapa umeanza mambo yako. Nadhani nipate vitu. Kuna kitu Jagina, mpwito, Mkocho. Ndio Jagina. Ukikaa na kina Gift Alex Macha, ukitaka kufahamu juu ya ujagina wa Andrea Kinga Mkono, basi atakujuza kwamba alikutana naye wapi kwenye kazi hizi za uandishi wa habari, lakini pia kipi ambacho amejifunza kutoka kwake. Ni bahati kubwa iliyoje sisi tuliokuwa nayo hii leo kuketi naye mtu kama Andrea Kinga Mkono. Kwa hiyo anaingia kwenye ugwiji, anaingia kwenye majagina, anaingia kwenye mikocho ama mkocho, na umesahau moja, gaya hujalitaja. Ili pia nina nalo. Bana, Disemba hii tuna matukio makubwa sana kusema kweli. Azam TV tunajikita zaidi kuangazia ligi ya mpira wa wavu kule Dodoma maarufu kama volleyball, ambavyo inajulikana duniani kote. Jana kwenye viwanja vya Chilangali pale Dodoma imeanza kutimua vumbi. Na ilivyo bahati, Azam TV bana imekuwa ikionyesha mashindano yote. Takriban timu 8 kwa wanawake na wanaume, mikoa kama vile Mwanza, Arusha, Dodoma yenyewe, Dar es Salaam wao ndio wanatajwa kuwa ndio mabingwa watetezi kwenye mashindano haya. Ni kitu cha kupigiwa mfano sana. Ni hatua kubwa, lakini ambayo mimi wanasema ligi, lakini haya ni mashindano. Unajua ligi ni muendelezo. Inakuwa ni muendelezo, yani inafanyika kama mwaka mzima inakuwa ligi, lakini ikifanya inakuwa ni mashindano au michuano, kwa sababu inafanyika kwa sehemu moja, ukimaliza basi bingwa anapatikana. Na hiyo ndio changamoto kwenye michezo mingi ukitoa soka Tanzania. Kabisa. Yani unajua unataka kutengeneza timu ya mchezo kama hii, unajua michezo ni ajira kubwa sana. Na labda vyama hivi michezo kama volleyball, kikapu wanashindwa kupata udhamini wa kutosha kufanya hizi timu na hawa vijana wengi. Ndio maana watu wengi sasa hivi wanakimbilia kwenye mpira, kwa sababu mpira ndio unazungumzwa sana, ndio unaonekana. Kama ilivyokuwa tunahangaika kwenye mpira wa wanawake Tanzania miaka ya nyuma, tofauti na sasa. Sasa hivi unaona. Kwa hiyo nadhani kuna wajibu wa hivi vyama kutafuta ufadhili wa kutosha, na hizi zichezwe msimu mzima, mwaka mzima wacheze. Watafute, watembee, timu ziende mikoani. Nadhani watashawishi vijana wengi. Kuna vijana wengi sana, wengine hawapendi soka, wanatamani kucheza volleyball. Sina kumbuka tuko shule ya sekondari, tulikuwa na mchezo wa volleyball. Kama utaki siku ujisikii, tulikuwa naenda. Hatakuwa wachezaji wazuri, lakini tulikuwa naenda. Kwa hiyo ile misingi ya kupiga sio save, sio kufanya nini, kwa tumeipata. Nimetwanga, lakini sikuwa mchezaji mkubwa wala mzuri sana shule, lakini ni kitu ambacho nilikuwa naweza, nikienda hapa naweza kucheza. Umenikumbusha mimi wakati niko sekondari najiunga
kwa urefu ambao niliokuwa nao huu mimi mwenyewe sikuwa napenda mchezo wa handball. Lakini kwa mara ya kwanza nilivyoonekana tu michezo wakati inaanza, wakati umeseta kama unakumbuka, basi mimi nikateuliwa kwenye huo mchezo wa handball na nimecheza kusema kweli, japo sio kwa mafanikio makubwa, lakini si miongoni mwa michezo ambayo nilikuwa naipenda. Kwa hiyo nadhani bado kuna nafasi kubwa ya hivi vyama kukaa na kutafuta mbinu bora kufanya haya mashindano yakawa yanazunguka na kuchezwa kwa udogo huo, timu hizi zinazana zisikae tu sehemu moja, lakini wacheze kwa kuzunguka. Nadhani watawashawishi vijana wengi na vile vile wakawa na mchakato mzuri wa kutafuta wadhamini. Mwisho wa siku hata wadhamini pia iko nafasi ya wao kuiona fursa hii ya kutangaza kupitia haya mashindano. Na uzuri ni kwamba mashindano haya pia yanaonyeshwa mubashara kupitia Azam TV. Kwa mfano kama jana mimi nimeona kuanzia saa 9 alasiri wenyeji Dodoma jana walikuwa uwanjani. Timu kama Mwanza na leo mashindano manake yatakuwa yanaendelea. Na mechi zipo kwa vipindi, yanaanza saa 9 alasiri yanaendelea mpaka usiku. Kwa hiyo ni fursa pia kwa nadhani kwa Azam TV kwa uwepo wake inakuwa fursa kubwa kwa sababu hizi timu kama zikacheza kwa ligi, mpira sio lazima uonyeshwe mechi kila siku. Hao na ratiba yao wanaweza kucheza. Kwa hiyo kwenye humu kuna nakati kupitia Azam TV kuna channel ziko nyingi na bado kuna fursa ya channel nyingine. Bado wenyewe wanaweza kucheza na ligi kwa inachezwa kwa ligi yetu ya mpira wa miguu imesimama sasa hivi tunasubiria mapinduzi. Nonga tuna Carabao Cup kuanzia leo ndio tarehe 16 mpaka tarehe 23 leo, miongoni mwa siku ambazo paswi kumtuma mtoto dukani leo kaka. Na Azam TV bado tuko mubashara. Yani utafuatiwa na uchambuzi wa kina kuanzia kabla ya mchezo wenyewe, dakika 45 za kipindi cha kwanza, tutakuja pia baada ya mechi kumalizika. Nini ambacho unakiona kwenye mashindano? Michuano kwanza ni mizuri, unajua kwa wenzetu kwenye hivi vikombe vya ligi. Ingekuwa kipindi cha zamani kipindi tunakumbuka kulikuwa kuna mindset kwamba vilabu vikubwa nchini England kwenye haya makombe madogo wanacheza wachezaji ambao wale wanakosa nafasi kwenye kucheza kwenye timu za wakubwa ama mashindano makubwa. Lakini kwenye miaka hivi karibuni kila kombe lina thamani, na thamani hiyo imekuja kwa sababu mabingwa ambao wanapatikana kwenye hivi vikombe wanakuwa na nafasi za kushiriki kwenye michuano mikubwa, mfano kwenye michuano ya Conference, michuano ya Europa. Kwa hiyo ushindani unaanzia hapo, lakini pia hata ule ugumu wenyewe wa ligi. Leo hii tunaizungumzia kumetight pale juu, kuna Arsenal, kuna Manchester City, yani kumetight kugumu kule kule. Kwa hiyo vilabu kama Cardiff ambavyo unakiona hapo wanacheza leo dhidi ya Chelsea, unaona Newcastle United, unaona Brentford, unaona Manchester City. Kwenye miaka ya nyuma kwenye hatua hizi za robo finali timu kubwa kama hizi huwezi kuzikuta. Kwa hiyo mabadiliko ya kimifumo, mabadiliko ya thamani ya kwenye kombe lenyewe ndio yamepelekea kwa hivi. Na hiyo matokeo yake yanakuaje? Ni ushindani mkubwa. Na sisi tunapata ladha kuona timu kubwa zilikuwa zinacheza kwenye hali. Nikumbusha kuna wakati United walikutana na Young Boys. Wanachezea hivi. Bwana, siku mbili tu zimesalia Andrew Kingamkono kuishuhudia Italia Super Cup, moja kati ya michuano ambayo kusema kweli kwa kule Italia watu wamekuwa wakifuatilia sana, lakini hata nyumbani ni miongoni mwa mashindano ambayo wamekuwa wakifuatiliwa sana. Kwanza Waitaliano wamefanya kitu cha tofauti. Unajua mashindano hayo Italia Super Cup lakini inachezwa Uarabuni. Ndio. Kwa hiyo ni kitu ambacho Hispania juzi walikuwa wanagombana kupeleka mechi zao za La Liga Marekani. Kwa hiyo lakini Waitalia wao wamekubali, labda kutokana na udhamini na hali mbaya ya uchumi wa Italia, wakati mwingine inaweza kuwalazimisha Waitaliano kukubali kubendi kidogo ili mashindano yafanyike. Kwa hiyo ni hatua kubwa, wanaenda kucheza Uarabuni, kuna mechi Napoli nadhani anacheza. Kwa hiyo watu wategemea ushindani mkubwa. Ligi ya Italia, kombe la Italia ni kombe kubwa sana. Linatoa ushindani na watu mabingwa wanajulikana kabisa. Muda mchache uliopita ulizungumza kuhusiana na mashindano ya volleyball ambao yanafanyika pale Chilangali Dodoma. Lakini kwa upekee Azam TV pekee ndio chaneli ambayo itakuwa inaonyesha mashindano ya pool table ambayo yatafanyika kuanzia Disemba 19 hadi Disemba 20. Yaani Azam ni dude fulani hivi kubwa ambayo ndani yake unapata kila vitu vingi. Wewe unajiokotea tu kaka, unavuta. Mimi si mpenzi sana wa mchezo wa pool table. Kwa sababu ya mazingira yake au mazingira yake au kwa sababu gani? Hapana, yani ukisema kweli haujanikalia tu vizuri, yani kusema yani labda mazingira ambayo nimekulia kama pool table ucheze ni ndio maana sema mazingira. Nadhani mazingira. Kwa sababu mazingira yake umenipa mazingira yako wewe unaokaa na mchezo wenyewe. Mimi nimekuelewa mazingira yangu. Lakini anaweza akasoma mazingira yake. Yaani mazingira yake sio tatizo. Ule mchezo wenyewe asili yake kwa unachezewa. Unajua pool table watu wakila vitu ndo mimi hata sielewi. Unajua kuna mchezo mwingine kwa mfano sisi kule Unguja wanaita kera.
Keram na Edward. Nikijaribu kutazama Keram na pool table kama wanafanana fulani. Sio kama yani kwa kiasi kikubwa. Lakini mimi nacheza stick, utatumia mikono kwenye Keram. Mimi nacheza Keram kuliko sasa kwenye vijio vya kahawa. Kwa hiyo Google kwa watu wapiga vyundo. Kwa hiyo inawezekana hiyo ikawa ndio maana nakwambia mazingira yako anakuwa usiingie huko usipende kwa sababu ya mazingira. Sawa sawa na ule mchezo wa darts wa kurusha vimishale. Ndio. Unajua wakati mwingine watu wanakuwa vitu afu ndio unaonyesha uwezo wako, akili yako ina utimamu kiasi gani kwenda kurusha kugonga kwenye kile vile vinamba vile. Mimi pool table kaka nacheza sheria za pool table kusema kweli. Sielewi. Mimi pool table kaka nacheza. Tena mimi nacheza ile ambao wanacheza mechi ya mtu na mtu kama mimi na brother hapa ndio kinga mkono, kwa hiyo kuna balls ambayo ambapo ukihit ukipasua ile mipira mpira ambao itaingia kwa sababu kuna namba ndogo na namba kubwa, kwa hiyo zikiwa namba ndogo kwa hiyo utadili na namba zako ndogo kumbe kama Keram. Yani zinafanana, kwa hiyo unacheza na stick unacheza na mkono. Kwa hiyo kama namba zako ndogo kwa ile king yani ile ball nyeusi, kwa hiyo ukiingiza ile kaka ndo umeshinda mchezo, lakini wakati unacheza ule white kwa inaingia kuna fouls ambazo unakuwa unazifanya. Hii sio kwa mara ya kwanza, itakuwa ni mwendelezo kwa Azam TV kuendelea kuonyesha mashindano haya ya pool table ambayo yanatarajiwa kuanza tarehe 19 na tarehe 20. Kwa nyinyi wapenzi ambao mmekuwa mkifuatilia na mkiupenda mchezo huu wa pool table, Azam TV tutakuonyesha hatua kwa hatua namna ambavyo mashindano yatafanyika siku ya kwanza tarehe 19 na siku ya pili ya tarehe 20. Mbali na hapo pia siku nyingine ama Disemba 21 mashindano makubwa kabisa ya AFCON inatarajiwa kuanza kutimua vumbi pale nchini Morocco, ambapo hapa sasa sitakuwa na swali lolote kwa wachambuzi wangu, tutakuja kuchambua ndani yake tuone ndani mwe kuna kitu gani. Lakini Disemba 26 itakuwa ni vitasa boxing on Boxing Day. Hii itakuwa ni miongoni mwa mashindano makubwa sana kwa mwaka huu kusema kweli kwenye upande wa ngumi. Kama ambavyo inaonekana hapo, hayo ni mashindano ambayo tuko nayo kwenye mwezi huu wa Disemba na kuendelea. Kwa mfano hiyo AFCON manake itakuwa ni Disemba 21 hadi Januari 18, manake itakuwa ni jambo la kuendelea. Lakini hapo kwenye vitasa boxing on Boxing Day manake sasa unazungumzia main card, unamzungumza Hassan Mwakinyo. Ndio ambaye anapanda ulingoni na kwa taarifa kutoka kwa muandaaji Selemani Semunyu anapambana na Nigeria Johnson ambaye ameshaanza maandalizi yake akiwa Nigeria na yuko njiani, manake hivi sasa atawasili Dar es Salaam muda wowote kuja kuendeleza maandalizi yake kabla ya siku yenyewe. Na ni kuarifu tu ya kwamba hili ni miongoni mwa pambano kubwa sana kwa sababu siku hiyo miongoni mwa wale ambao watapambana ni pamoja na kina Macho watashuka ulingoni siku hiyo. Mwakinyo hii ni rekodi ya mapambano yake, utaona hapo miaka 30 na anayepambana naye miaka 36, lakini mapambano yake ni mapambano 27 na Mwakinyo ameshinda kwa KO mapambano 17, lakini 24 ndio mapambano ambayo amewahi kuwin na amepoteza mapambano matatu. Lakini kama ambavyo inaonekana hapo amedraw haja draw hata mara moja. Lakini huyu mpinzani ambaye anakwenda kupigana na Mwakinyo, yeye amepambana mapambano 19, ameshinda 18 na 11 kwa KO, hajawahi kupoteza hata pambano moja, lakini pia amedraw pambano moja tu. Sasa utofauti ni kwamba Mwakinyo kwenye mapambano ambao amepigana, pambano alilopoteza pekee hapa nyumbani Tanzania, pambano moja tu alilopoteza nyumbani Tanzania, na hili lilikuwa alipambana na Shaban Kaoneka. Inaweza ikawa maajabu kwa vizazi vya leo, watu wakastuka, ina maana Shaban Kaoneka na mandonga na jendo huyu. Lakini pambano lingine ambalo alipoteza na Babu Hassan huyo Kaoneka, ujue aliomba limecha akamtwanga vizuri tu. Akatwanga. Kuna mechi walicheza yani alilipo kwenye mpira nitaga risiti. Ujue baadaye Mwakinyo alitafuta risiti yake, Vida Kaoneka akamtwanga vizuri. Lakini alipiza akaondoka. Nadhani halikuorodheshwa kwenye yale mapambano ambayo lakini aliweza kumrudia. Na hii kwa watazamaji ambao wanafuatilia turudishe nyuma kidogo. Mwakinyo kwa mara ya kwanza anakuja kupigana Dar es Salaam, ndo alipambana na Shaban Kaoneka. Yani kipindi hiko ilikuwa ni Uhuru nadhani pale. Stendi ya mabasi ilikuwa Ubungo. Mwakinyo anaonekana kipindi hiko baada ya kuwa champezi mwenyewe. Aliwatwanga sana Tanga pale. Alipigana Muheza nakumbuka, na alipigana kwenye ule uwanja wa Tangamano ambao unapatikana pale Tanga mjini kwa wale wenyeji wa Tanga na wale ambao wametembelea Tanga au wanaifahamu Tanga. Pale Mwakinyo alipigana na akashinda mapambano yake. Sasa Dar es Salaam kwa mara ya kwanza
kadondoka anatumbukia tu hapa, anakutana na Kaoneka kwenye ubora wake, kampa vitasa na kujaza vizuri. Pambano lingine ambalo alipoteza Moscow. Yes, alipoteza Moscow, lakini kama utakumbuka pia Mwakinyo kwenye haya mapambano matatu lingine alipoteza ile na Liam Smith la Uingereza, kama utakumbuka, ilikuwa Liverpool, ilileta utata sana baadaye, viatu simembana na alionekana kama anaweza kumaliza kama kwa inawezekana ile. Sasa kukata kiu, wengine ukasema kukata kilimilimi, kukata ngebe, anakuja kupambana na mwamba huyo hapo Stanley. Na kusema kweli mimi natamani kuona Mwakinyo atafanya nini kwenye hili pambano, kwa sababu Stanley hajawahi kupoteza hata pambano moja kwenye career yake ya boxing. Anakuja kupambana na Mwakinyo ambaye kusema kweli watu wamekuwa na kiu sana ya kumtazama na kumuona. Yaliibuka maneno mengi sana hapa katikati. Mwakinyo hajaonekana ulingoni kwa muda mrefu. Pengine Nonga, wewe unatamani kuona pambano gani kwenye hiyo siku? Mimi bwana, hii main card hii ambayo umetajwa umeanza nao ya Hassan Mwakinyo pamoja na Stanley Mwakinyo, mimi kwangu ndo boxer bora kabisa kwenye uzani wake ambao anacheza. Kwa hiyo wengi wanamzungumzia hivyo ambavyo wanamzungumzia, nadhani kwa ubora wake. Kwa hiyo ningetamani kumuona Hassan Mwakinyo atacheza vipi, lakini pia nilikuwa nasubiri nimuone atacheza na mpinzani wa aina gani. Kwenye boxing kuna neno ambalo wengi ukitaja neno ndizi na kwa ni neno rahisi, wengi wanalifahamu. Ni kuna aina fulani mabondia huwa wanaletwa wakija wanapigana hapa, mtu round ya kwanza anamaliza, round ya pili anamaliza, lakini kwa huyu Stanley kwa hizi rekodi, hata kama mtu afuatili boxing, lakini akiona hii rekodi akaangalia hizo KOs ambazo amezipata na hii sare moja ambayo ameipata, ni mechi kubwa, kwa sababu huyu alishakuja hapa nchini acheza dhidi ya Ramadhani Shauri. Huyu alikuja bwana huyu twanga mtu ondoka hapa. Kwa hiyo anarudi mara ya pili, nadhani kuna kisasi kikubwa kwanza Hassan, na najua hiyo anaifahamu, yani kuna material anayo tayari kichwani. Akishinda ile pambano, nadhani kuna vitu atavizungumza vitakuwa vina msaada mkubwa sana kwa boxers wengine. Andrea, baada ya kimya cha muda mrefu sana mpaka juzi wakati nafanya kipindi fulani cha michezo, watu wakawa wanajiuliza Mwakinyo anapambana, lakini mbona siku zinakaribia mpaka leo bado hajajulikana mpinzani wake? Sasa nafikiri sasa imekaa sasa, utata umeisha, kwa sababu baada ya kutangazwa hiyo kwa kila mtu, kwa sababu mara ya mwisho kulitokea kitu fulani ambacho siku ya mwisho bondia kutokea ulingoni. Kwa hiyo watu nadhani hiyo ndio ilikuwa hofu yao. Unaona, kwa hiyo kila mtu mara ya mwisho bwana kupigana, kwa hiyo ikaleta matatizo sana. Unaona, watu watakumuona yeye afu kutokea. Kwa hiyo sasa hivi ameonekana na mwenyewe amekubali. Nadhani watu saizi wajiandae kuona kile ambacho wanakitamani kukiona, na Mwakinyo ana jukumu la kuwathibitishia Watanzania kwamba yeye ni bondia mbali ya maneno, na kwenye ulingo vivyo ngumi anaziweza na mdomoni yuko vizuri. Mdomoni yuko vizuri, yani Mwakinyo kama Mohamed Ali bana. Hii ilikuwa ni kama astaftah ama kifungua kinywa tu kwako mtazamaji ambaye umeketi nasi kwenye gaya hili adhimu kabisa ambalo hii leo limepambwa na wachambuzi wa bobevu kabisa kwenye masuala ya michezo mbalimbali, na Idi Nonga, lakini bila kusahau pia ninaye Andrea Kinga Mkono. Tunaamini kabisa tunakwenda nawe sanjari kutokea sasa mpaka tamati. Mimi ni mtangazaji kinara, naitwa Hassan Ahmed. Unayo nafasi ya kutembelea kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Anzia ukurasa wetu mama ule, ukurasa wa Azam Sports kwenye Instagram pale, kushuhudia ratiba za vipindi mbalimbali. Hii ratiba ambayo tumekuwekea hapa ya mwezi Disemba pia kwenye Instagram yetu utakwenda kukutana nayo, lakini bila kusahau highlights za vipindi mbalimbali, matukio kadha wa kadha unakwenda kuyashuhudia huko. Bila kusahau pia mtembelee ndugu yangu Idi Nonga kwenye Instagram yake kwa jina hilo la Idi Nonga, na Andrew Kinga Mkono kwenye Instagram yake. Fanya hivyo, tufanye kama ndugu, nasi tutakufanya kama rafiki, kuendelea kushibishana taarifa mbalimbali za kimichezo. Kwa sasa ndio tunaingia kwenye kitivo chenyewe kuangazia taarifa mbalimbali, tukianzia hapa nyumbani, na nikualike moja kwa moja sasa tuanze kuangazia taarifa ambazo zinashika hatamu kunako viunga na madimba mbalimbali ya kimichezo, tukianzia kwenye AFCON special. Maana yake sasa tunaangazia taarifa zinazohusiana na michuano ya AFCON, kile ambacho kitakuwa kinajiri na kuchukua nafasi. Na moja kwa moja tuanzie kwenye maandalizi ya timu yetu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ambayo imefikia hatua nzuri kweli kweli, huku zikiwa zimesalia siku kadhaa tu kabla ya kuanza kutimua vumbi kwa fainali za mataifa ya Afrika, yani AFCON nchini Morocco. Stars imeweka kambi ya siku 7 mpaka sasa nchini Misri, ikijiweka sawasawa na mashindano hayo makubwa zaidi kwa timu ya taifa barani Afrika. Ikumbukwe kuwa Stars itacheza mechi ya ufunguzi dhidi ya Nigeria Jumanne ya wiki ijayo. Mwenzetu Ramadhani Mvungi ameambatana na kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kutoka Misri, ametuandalia taarifa ifuatayo. Zinatimia siku 7 kamili tangu pale
Timu ya soka taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ilipowasili hapa katika jiji la Cairo nchini Misri kwa ajili ya kuweka kambi kuelekea katika mashindano makubwa kabisa ya soka barani Afrika, AFCON ya Morocco 2025. It's important. At the beginning we have an idea to go straight to Morocco, but then after we decided to come in here because if you remember the last friendly game we played here the condition was well, and I think we can be more focused in the work, even if you arrive straight to the nation who made the African Cup of Nations. It's a lot of movement, a lot of journalists, a lot of things we can disturb us, and we are quiet. The condition, I repeat, is well. We can make friendly games with local team here, and we decided finally to come in here and prepare the few days with the full squad here, and the rest of the day go to Morocco and starting to compete. Stars iko hapa ikiwa katika kundi C katika michuano hii ya AFCON, ambapo washindani wengine katika kundi hili ni pamoja na Tunisia, Nigeria pamoja na Uganda. Tumekuwa na wale tunaita video analysis, yani watu ambao wanafanya tathmini ya video na michezo mbalimbali ya timu za wenzetu hawa, kwa maana ya Tunisia, Nigeria, lakini pia na timu ya Uganda, kuona jinsi gani ambavyo wanazisoma, wanaangalia jinsi wanavyocheza, wanaangalia pengine, unajua katika siku hizi wataalamu wa chambuzi mko wengi na wanaelewa hilo, kwa timu pengine inaposhambulia inaanzia mashambulizi yake wapi, inaanzia mashambulizi vipi, lakini ikiamua kulinda inalinda vipi, timu inapokuwa na mpira inakuaje, timu ikiwa haina mpira inakuaje. Kwa hiyo hayo ni moja kati ya mambo ambayo mwalimu amekuwa akiyafanyia kazi, mbali ya kwa sababu kikubwa yeye anachosisitiza ni timu zaidi na sio kuangalia mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo vipi Tanzania itaweza kuikabili Nigeria, vipi Tanzania itaweza kuikabili Uganda, vipi Tanzania itaweza kuikabili Tunisia. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo mwalimu amekuwa akiyafanyia kazi, na pengine tunashukuru kuwa kuna baadhi ya wachezaji wetu ambao wale wanacheza nje ya Tanzania wameanza kuwasili. Kwa hivyo tunatumaini kuwa kama tunavyofahamu kuwa kwa mujibu wa kalenda ya FIFA ni kuwa itakapofika tarehe 15 wachezaji wote ambao wanatakiwa kuingia katika timu zao za taifa walioko katika vilabu mbalimbali, basi sasa warudi na kwenda kuingia katika timu zao. Kwa hiyo tutakapokuwa na hawa nao pia uzoefu wao na mchango wao unaweza ukawa mkubwa, kwa sababu kikubwa ni kuunda timu kama ambavyo unavyofahamu, yani tuweze kufanya kazi kwa pamoja na kwenda kule ambapo tunakotakiwa. Taarifa rasmi kutoka kambi ya Stars inaeleza kuwa hali ya kambi ni njema. Wachezaji wanaendelea vyema wakiwa wanafanya mazoezi yao katika viwanja hivi vya Jewel Plaza hapa Cairo, Misri. Maandalizi yetu hapo kwa 100%. Nadhani ni baadhi tu wachezaji ambao hawajaweza kufika hapa kambini, lakini nadhani baada ya kesho kutwa tutaweza kufika timu nzima. Lakini maandalizi hapa 100% yapo vizuri na tunaendelea vizuri kwa maandalizi, japokuwa kuna wachezaji baadhi ambao walipata small injury, lakini nadhani mambo yote yatakuwa vizuri ndani ya siku mbili. Nadhani mpaka mwalimu anataka tuwe camp hapa ni kwa sababu hali ya hewa ya hapa na Morocco inaweza kushabihiana, ndio mwalimu anataka tuwe camp hapa ndani ya siku kwa ajili ya maandalizi. Nadhani tukienda kule hali ya hewa na hapa itakuwa ni sawa, japokuwa kule wanasema kwamba kidogo imezidi, lakini nadhani tukikaa hapa na kule tutaweza ku maintain ndani ya siku mbili kabla ya mashindano. Kwa mtazamo wa kundi kwa lilipokuwepo, nadhani kwa mashabiki tutaomba tu wasife moyo. Sisi tumekuja hapa kuitetea nchi yetu Tanzania, tumekuja hapa kupigia taifa letu, kwamba timu yetu tukikutana nayo sisi ni jasho na damu, tuweze kutaamua matokeo taamua ndani ya dakika 90, lakini sisi hapa yote atakija kuingia katika mechi yote kukutana naye, sisi hatuwezi kuhofia wala hatuwezi kuogopa. Sisi tunaweza kubishana naye na tunaweza kucheza mpira tunaotaka sisi hapa na tunataka mwalimu. Hali ya timu iko vizuri kwa sababu tulikuwa msimu huu tulianza vibaya, tulianza kama tumepoteza mechi 4 za mwanzo. Lakini sasa hivi tuko vizuri, pia tulianza bila kocha, lakini baadaye kocha akaja katikati ya msimu. Lakini tuko kwenye hali nzuri. Japo mwanzo tulikuwa chini kabisa, lakini sasa hivi tumesogea mpaka kwenye nafasi za juu za 6. Lakini tofauti ya kati ya mtu ambaye sisi tupo nafasi ya 6 na yule anayeongoza pointi ni pointi 5. Kwa hiyo bado tuna nafasi kubwa.
Kwa tutakaporudi kwenye raundi ya pili tutahakikisha tunakaa kwenye nafasi za juu ili kujihakikishia nafasi ya kupanda. Mazingira ni mazuri ya kambi, maandalizi ni mazuri, benchi la ufundi kwa ujumla wanafanya juu chini kuhakikisha tunapata maandalizi yaliyo bora ili tukienda Morocco tufanye vizuri kwenye mechi zetu. Nadhani mimi binafsi kama mchezaji naweza nikasema nimejiandaa vizuri au tumejiandaa vizuri kuelekea mechi zote za kwenye AFCON, kwa sababu tunajua tuna kundi gumu sana, lakini tumejiandaa vizuri kuhakikisha tunacheza na timu zote hizo. Ukilinganisha mechi ya kwanza na Nigeria itakuwa mechi ngumu sana kwetu, lakini sisi kama wachezaji tunajua ubora wao, tunaheshimu wapinzani, wana quality player especially kwenye offensive, wana wachezaji wazuri wenye quality kubwa duniani. Kwa hiyo tutaingia mchezo huo kwa kwanza kuheshimu na kuanza kufanya yale ambayo mwalimu anahitaji kufanya ili tuweze kupata matokeo kwenye mchezo yetu yote ya kwenye makundi. Nadhani benchi la ufundi wanafanya juhudi kubwa sana kwenye mazoezi kuhakikisha wanatupa maandalizi yaliyo bora. Maandalizi ambayo tunafanya hapa, mimi binafsi nafurahia na imani yatatusaidia kuelekea mechi zetu za kwenye AFCON. Kwa Tanzania endelee kutusupport kwa sababu ni timu yetu ya taifa. Kwa hiyo kila mmoja tuache kila mmoja huungane kuhakikisha washabiki wote wa timu zote kuunga timu ya taifa, lakini sisi kama wachezaji tuko tayari kwa ajili ya michuano ya AFCON. Tutahakikisha tunapambana uwanjani kwa nguvu zetu zote kuhakikisha tunapata matokeo kwenye kila mchezo ambao uko mbele yetu, kwa sababu mechi zote ambazo zipo kwenye mbele yetu ni mechi muhimu, ya kwanza mpaka ya mwisho tutakaomaliza. Lazima tujitolee kuhakikisha tunapata matokeo katika michezo hiyo. Mimi ni Ramadhani Mvungi nikiwa hapa Cairo. Tumekupokea vyema sana Ramadhani Mvungi kutoka hapo Cairo. Taarifa yako imeshiba na imesheheni vitu vingi sana. Nimefurahi kuona baadhi ya nyota wameshajiunga na kikosi timu yetu ya taifa ya Tanzania. Calvin John akianza kuzungumzia kwanza kwa ligi ya anakocheza Denmark, anakocheza, alafu baadaye pia akaja akazungumza namna ambavyo kundi letu lilivyo, amezungumzia hali ya kambi, lakini pia nimeona wachezaji wakiwa na morali kwa maana ya ukizungumza kwenye wajihi wa nyuso zao, wengi wanaonekana kuwa na matumaini makubwa sana kwenda kufanya vizuri kwenye haya mashindano. Nimeona Chazi Mombwa yupo kwenye kikosi na kwa taarifa ni kwamba anayesubiriwa ni Mbwana Ali Samata na Simon Happy God Msuva kukamilisha idadi ya nyota 28 ambao mwalimu Miguel Gamondi amewaita kwenye kikosi cha timu yetu ya taifa ya Tanzania. Mimi mpaka leo watakuwa wanawasili. Mpaka leo Samata kutoka Le Havre ya Ufaransa, na Msuva yeye anatoka Iraq na Misri. Parefu wewe mtaalamu wa ndege. Mtaalamu kupata juu. Sasa mkono wewe bwana atujibu mtu wa juu bwana. Anyway, tumeona kile ambacho mwalimu amezungumza Gamondi, lakini matumaini ya wachezaji wetu. Nimependa namna ambavyo Captain Baker Bakari Nondo Mwamnyeto akizungumza kuwapa matumaini wa Tanzania, hali ya kikosi, sema mwalimu pengine anataka kuadapt hali ya hewa haitofautiani sana na Morocco. Nini ambacho umekiona wewe, manake umekuwa mwandishi wa siku nyingi sana? Kwanza kujiamini kwa wachezaji. Na hiyo ndo sababu ya msingi sana muhimu kwenye mpira. Kwenye kipindi hiki wachezaji wanaonyesha kujiamini na wako tayari kwenda kuishangaza Afrika na dunia kabisa, kwenda kupambana. Unaona wanatamani kufanya jambo kubwa. Unajua kuna wakati mnaweza kuwa kwenye kambi, nishawahi kukaa kwenye kambi za mpira hizo, mnakaa mnaenda mnasema bwana tutatoboa kule, lakini unaona hapana, watu kocha ametengeneza kujiamini kabisa. Muona kila idara nadhani wamepata muda mrefu wa kuangalia wapinzani wao wanachezaje, wamekaa kambini hapo, wana utulivu mkubwa. Kwa hiyo kila mchezaji anajengea kujiamini kwa sababu hii ndio sehemu ya kuonekana duniani. Hii picha umeiona Kinga Mkono, alafu tarudi kwenye kuna kitu ambacho nimekiona hapa kwenye hii picha ya makocha. Ahmad Ali yupo Cairo, kwa maana ya ndio msaidizi, ni kocha msaidizi kwenye bench, lakini nimemwona Xavi pia kwenye fitness coach na yupo miongoni mwa makocha ambao anawafahamu wachezaji wa Kitanzania, anafahamu fitness yao, anafahamu ligi hapa nyumbani, lakini pia anawajua hata huko ambapo wametoka. Ni miongoni mwa picha nzuri kwa Gamondi anavyozungumza na Ahmad Ali. Wanazungumza yani kutafuta majadiliano, nini kiboresho. Unajua wakati mwingine mnapokaa, wakati wanafanya mazoezi kuna kitu mnaangalia, hawa inabidi waongezewe hiki, hawa inabidi tufanye hivi. Unajua ndio kipindi pekee ambacho mnataka kuangalia vijana wanapokea vipi maelekezo yenu na jinsi gani ya kwenda kuonyesha kile ambacho nyinyi mnataka wakionyeshe. Kwa hiyo hapa ni sehemu ya majadiliano kuliko kwenye mechi. Unajua inakuwa ni maamuzi zaidi kwa sababu watu wamefaniki, pressure ishakuwa juu. Kwa hiyo ndio sehemu pekee ambayo nyinyi mnaweza kusema
rudia, anza tena hapa upya. Hii pasi hakupaswa kucheza hivi. Tunatakiwa mpira ukipata hapo, unatakiwa ucheze pale. Kwa hiyo humo ndio sehemu pekee. Kwa hiyo ndio maana makocha unaona vikao vinakuwa vingi kabisa, kwa sababu ya kuona na hivyo unasubiria na wengine wakije, huyu atakayekuja ataingia kucheza kwa sehemu ya nani? Sababu hapo una watu ambao kikosi kimetimia, lakini kuna watu wengine wanakuja. Je, atakuja kuingia sehemu ya nani? Nani ana uzoefu? Huyu ana uzoefu, huyu yuko fit. Je, uzoefu wake tunauhitaji zaidi au tunataka huyu ambaye yuko fit kucheza? Kwa hiyo nadhani Msuva na Samata mechi zetu za mwishoni hivi hawakuwepo kabisa kwenye timu ya taifa. Hawakuwepo kwenye timu ya taifa, lakini wao ndio vinawaitwa wafungaji kubwa sana kwenye timu ya taifa kwa uzoefu, na mimi sikuona kama kuna ubaya wowote wa wao kutokuwepo kwenye mechi ambazo zimepita kwa sababu ya kutoa nafasi kwa hao wengine. Tumeanza kuwaona kina Larakia ambao hawakuwa sehemu ya Coast Stars kwenye siku za nyuma, lakini kwa hivi karibuni kina Mabula, unakumbuka pia kuna mechi Faisal hakuwepo, lakini Mabula alikuwepo akacheza. Lakini pia kuna watu ambao hapo, angalia hiyo picha ya magolikipa, utamwona pale kuna Zuberi Masud Foba ambaye anaonekana, lakini pia kuna Yakubu Suleiman Ali yupo kwenye kikosi cha timu yetu ya taifa, na Hussein Salum Masalanga ambaye naye anaonekana kwenye kikosi. Zamani kama unaipata picha walinda milango namba 1 unamkuta Salum Manula yuko pale na hawa wengine wanafuatia, lakini sasa hivi maana yake ni kwamba kila kitu kina wakati wake na sio kwamba hao walioachwa ni wabaya, hapana, lakini wanaangalia muda ambao wamecheza, nini ambacho wameweza kukionyesha. Idi Nonga, timu yetu ya taifa ya Tanzania iko Misri na baadhi ya nyota wamewasili kwenye kikosi, bado Samata anatajwa pia na Simon Happy God Msuva. Mabula ameshawasili kwenye kikosi cha timu yetu ya taifa ya Tanzania. Mnoga, wewe ni Nonga, lakini kuna Haji Mnoga naye ameshawasili kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Charles Mombo amewasili, pia Kelvin John na amefika kwenye timu na wengine wote. Lakini pia taarifa nyingine ni kuhusiana na kuumia kwa Abdul Hamis Suleiman Sopo. Nafasi yake imechukuliwa na Selemani Mwalimu ambaye amejiunga naye na kikosi cha timu yetu ya taifa ya Tanzania. Neno lako ni lipi baada ya kuona morali, motisha iko juu sana kwa wachezaji, lakini kile ambacho wamekizungumza wachezaji wao wenyewe wakielekea kwenye fainali kubwa kabisa hizi kwa ngazi ya taifa? Mimi huwezi amini Hassan Ahmed, moja kati ya interviews ama views ama maneno mengi kwa kocha, wachezaji, nilikuwa natamani sana nisikie wanazungumza nini. Nimemsikia Captain Beka, nimemwona hapa Gamonde, nimemwona Kevin John na wachezaji wengine ambao wanazungumza. Kwanza kwenye hili kundi, kwenye picha ya nje ukitazama, tuna dhidi ya taifa Nigeria ambao hawa ni mabingwa mara 3 hii michuano. Walichukua mara mwisho mwaka 2013 pale nchini Misri wakiwa na Big Boss marehemu Stephen Kesh. Lakini pia hata msimu uliopita walicheza finali hawa dhidi ya Ivory Coast wakapoteza mabao 2-1 dakika za mwisho kabisa, bao la Sebastian Haller. Lakini Tunisia ukiwatazama bao la Ivory Coast la Sebastian Haller, ukiwatazama Tunisia ambao wameenda World Cup hawajapoteza mchezo wote. Lakini pia ukitazama timu ya taifa ya Uganda, kiukweli ama kiuhalisia ndio wababe wetu kwenye hii kanda yetu hii ya Sekafa hii kwenye ngazi ya timu za taifa. Hiyo yote nilikuwa natamani nisikie watakuwa wanazungumza nini, kwa sababu sisi wa Tanzania tutazungumza vingi, wachambuzi, wadau wa kawaida. Nilikuwa natamani sana nimsikie mwalimu na niwasikie pia wachezaji wanazungumza nini. Lakini ukiwasikiza wachezaji ile determination kuelekea kwenye hii michuano, kwanza kabisa kwenye hii michuano ukiachana na nafasi ya historia ya hizi timu kwenye hii michuano, lakini pia kuna nafasi ya kujiandaa wewe kama wewe kabla hujacheza hii michuano. Nitakurudisha nyuma kidogo kwenye michuano ambayo imepita, tukiwa na timu kama za DR Congo, tukiwa na timu ya taifa kama ya Zambia. Tukiwa na timu ya taifa kama ya Morocco ambapo tulipoteza ule mchezo wetu wa kwanza. Kama tungekuwa tunaelekea kwenye hii michuano hivi, ungeuliza watu wengi kuelekea kwenye hii michuano, watu wangekwambia bwana, tuwezi kupata alama dhidi ya DR Congo. Ungetajua wachezaji wakubwa, ungeambiwa bwana, DR Congo na diaspora wana wachezaji wakubwa wanacheza kwenye ligi za nje. Utaambiwa Maele pekee yake kutoka Afrika. Na huyo aliyeitwa ndio top scorer kwenye ligi ya mabingwa Afrika, utaambiwa ndio mchezaji bora Afrika. Sio nini, Zambia the same, utaambiwa sio kuna kina Patson Daka, sio kina nani. Lakini kwenye dakika 90 tulibishana nao pale, tukaondoka na alama moja tena ya Zambia. Kama si ile kona ya Chama ambayo alipiga dakika za mwisho, tulikuwa tunaondoka, inawezekana tukaondoka hata na alama 3 kwa sababu tuliongoza muda mrefu sana kwenye ule mchezo. Kwa hiyo nadhani timu ya taifa kuna kitu tunaweza tukapata huko kwenye hii mchezo. Sawa, ni Idi Nonga. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, ni uchambuzi wa papo kutokea kipindi hiki cha Viwanjani. Mimi ni Hassan Ahmed, pamoja nami pia nimeketi naye Andrea Kinga Mkono, na baadaye pia tutakwenda tena Misri hapo ambapo tutaungana na mwakilishi wetu wa Azam TV Ramadhani Mvungi atuambie hali halisi ya mambo ikoje, kumekuchaje Misri
tuangazie asubuhi ya leo na nini ambacho kinaendelea. Lakini kwa sasa moja kwa moja tujikite kutazama kundi B. Baada ya jana kujadili kwa kina kwenye kundi A, Viwanjani leo imeendelea kufanya tathmini na itafanya tathmini ya kina kwenye makundi kwa kutazama namna ambavyo timu zilizopo kwenye kundi B na kile ambacho kinatarajiwa kutokea kwenye kundi hilo. Miongoni mwa upekee wa kundi hilo ni uwepo wa mabingwa mara nyingi zaidi, timu ya taifa ya Misri ambao ni miongoni mwa timu zinazopewa nafasi kubwa sana ya kutoa ubingwa kwa mwaka huu, sambamba na Afrika Kusini kama ambavyo inaonekana hapo. Kundi B, namna ambavyo timu zinaonekana hapo, kuna timu ya Angola, lakini pia kuna timu ya taifa ya Misri, kuna timu ya taifa ya Afrika Kusini na kuna timu ya taifa ya Zimbabwe. Tutaangalia pia wasifu wa kila timu, tutatazama pia namna ambavyo mafanikio waliyopata na kile ambacho kimejitokeza. Kwa mfano Andrew Kingamkono, kwenye kundi hili B kuna timu za Angola, Misri, Afrika Kusini na Zimbabwe. Kwanza ukitajiwa tu hilo kundi B kabla ya kuingia ndani zaidi kuangalia mafanikio ambayo wameyapata, umetajiwa kundi B. Ndio limekuja bwana, easy hapa timu. Nini ambacho kinakugonga kwa haraka kichwani? Cha kwanza unaona kama kuna madaraja. Kwanza kuna timu 3 za kutoka kusini Kosafa na moja kutoka UNAF kaskazini. Umeona? Kwa hiyo unategemea kuona ushindani mkubwa soka la kusini zaidi ya soka la kaskazini. Changanya mbinu. Kuna aina tofauti ya uchezaji katika hizi nchi zinazocheza. Kwa hiyo unategemea kuona ushindani mkubwa ambao kikubwa unaangalia sasa mizania ya hawa mmoja mmoja. Unaona kwamba ili kundi kama linataka kujitenga, kwamba tayari kuna watu wawili hapa, kuna Misri, kuna ambaye bingwa wa kihistoria, kuna Afrika Kusini ana rekodi nzuri katika misimu ya sasa hivi, ametengeneza timu. Sasa usimalize maneno, ngoja tuingie ndani zaidi, tuje tutazame kundi moja baada, maana ukimaliza maneno utakosa cha kusema. Kwa faida yako mtazamaji, tuangalie namna ambavyo timu zilizopo kwenye kundi B. Tutaangalia kwanza mafanikio, tutaangalia pia hatua ambazo wamepiga, na kwa kuanzia tuitazame timu ya Misri ambayo jina lake la utani kama ambavyo inaonekana hapo ni Pharaohs, kwa maana ya mafarao anajiita hivyo. Mafanikio makubwa ambayo wameyapata ni kutoa ubingwa wa michuano ya Afrika mara 7, nafasi ya pili mara 3, na kocha wao mkuu akijulikana kama Hossam Hassan. Lakini pia wameshiriki AFCON mara 27. Mechi ambazo wamecheza za AFCON ni 111. Wachezaji nyota ni pamoja na Mohamed Salah, Imam Ashur, lakini pia anaonekana Omar Marmoush pamoja na Mustafa Mohamed. Hawa ni miongoni mwa wachezaji wa kuchungwa zaidi. Ukirudi zamani ama nyuma hapo ulikuwa unamtaja pia Mohamed Elneny ambaye alikipiga na Arsenal na baadhi ya nyota wengine ambao kusema kweli walifanya makubwa kweli kweli. Mido umemtaja hapo, Bouteflika na wachezaji wengine. Hiki ni kikosi ama ni timu ya taifa ya Misri, na hayo ndio mafanikio makubwa. Idi Nonga, umeiona Misri hiyo kaka? Nimeiona. Na timu yetu iko Misri. Yes. Nimeiona Misri. Yani ukitaja Misri, ukitaja kwenye michuano ya AFCON huwezi kuwaweka mbali kwa sababu wana historia kubwa, lakini ukienda deep na kutazama ushiriki wao kwenye miaka hivi karibuni, imekuwa ni timu ambayo haifanyi vizuri sana kwenye hii michuano. Lakini nyuma imefunga magoli 175. Yes, nazungumzia hapa karuhusu magoli 97. Kabisa. Yaani ubora ambao unazungumzia Misri utataja kuanzia 2010 kushuka chini, lakini kuanzia michuano ambayo imeendelea 2013, 2017, 19, 21, 23 mpaka hii 2025 imekuwa si timu ambayo inafanya vizuri ama inafika kwenye hatua za mbali. Ukiachana ile finali ambayo walicheza dhidi ya Senegal na mvua imenyesha zote sisi. Kwa mkao wa utulivu na fikra ya kinifu, karibu tena mtazamaji, tuendelee kuangazia taarifa ambazo zinagonga vichwa mbalimbali vya habari za michezo ambazo zimesheheni na kushika hatamu kunako viunga na madimba mbalimbali ya kimichezo. Kwa sasa moja kwa moja tunakwenda kutazama timu ambazo zimeshiriki mara nyingi zaidi fainali za mataifa ya Afrika yani AFCON, lakini pia tutakwenda kutazama mafanikio ambayo wameyapata bila kusahau changamoto ambazo wamepitia kwenye ushiriki wa mashindano hayo. Makala hii imeandaliwa na mguu wa dhahabu Sharif Bayona na kusimuliwa na Rukaya binti wa Mbugita.
Pasi na shaka mambo yatakavyokuwa yamekaa sawa sawa, atakuja kuitazama makala hiyo kuona kile ambacho kitakuwa kimeandikwa na kuzungumzwa na kuchukua nafasi. Tumerudi tena bwana Andrea Kinga Mkono na Eddie Nonga. Tuliishia kuitazama timu ya taifa ya Zimbabwe kwa kina Prince Dube. Zimbabwe umefika. Yaani kimazingira Zimbabwe. Sehemu nyingi za Dar es Salaam zikasoma. Yaani na shehe ukaenda ukabakia wewe. Pazuri. Kuondoka kaka. Uzuri wake nini Zimbabwe? Yaani ukiacha hii mechi za kiuchumi, yaani vita yao ya kiuchumi ambayo aliingia wakati ule wa mzee Mugabe. Nchi ilikuwa iko vizuri sana. Yaani miundombinu, majengo. Yaani ilikuwa ni miongoni mwa nchi zilizokuwa zimeendelea sana barani Afrika. Unaona kabla wa tofauti ya Mugabe na watu wa magharibi ambao walifanya wakaua thamani ya hela Zimbabwe, maisha ya Zimbabwe yakawa magumu sana. Unaona, kwa hiyo hapo ndo walipoteteleka, hata kwenye mpira wao hapo ndo walipoteteleka. Unaona, na Zimbabwe unajua kuna klabu nyingi zinaibukaga, zinaibuka, sijui unasikia Arsenal inaibuka, inatamba afu baadaye inapotea. Umeona, yani hiyo ni mambo ya kawaida kabisa. Unaweza kukutana na timu ukacheza nayo msimu ujao usikute. Kwa hiyo kuna timu chache ambazo zile zimebaki. Ndio maana muona sasa hivi wachezaji wengi wa Zimbabwe wanaweza kuwa wanatoka wanaenda sehemu nyingine. Kwa hiyo wao maisha yao na Afrika Kusini mara nyingi wanashirikiana sana. Naona kwa hiyo ni watu ambao wanaingiliana sana. Kwa wenyewe sio mbali, wanatembea tu kwa gari kwenda Afrika Kusini. Kwa hiyo ni karibu zaidi. Na nakumbuka hata kwenye kufuzu mechi za kombe, kuna mechi nadhani Zimbabwe walicheza Afrika Kusini. Kuna mechi waliomba walicheza kwa sababu uwanja wao ulikuwa hauna vigezo. Kwa hiyo ni majirani, kwa nadhani ambacho tunamaanisha kuna vitu wanaendana kwenye uchezaji wa mpira wao. Kwa hiyo inawezekana mechi kati ya Afrika Kusini na hawa mabwana ikawa ni mechi ngumu zaidi kutokana na hiyo historia kubwa ambayo tumeiona au imefanyika huko nyuma. Kwa hiyo ni jambo la kusubiri na kuona itakuwa ni michuano ya aina gani na Zimbabwe wanaweza kufanya nini. Bado hii michuano inatoa nafasi kwa timu ambazo huwa tuna lugha yetu mpira tunaziita underdogs kwenye hii michuano. Tuone Zimbabwe watafanya nini dhidi ya Afrika Kusini, tuwaone pia watafanya nini dhidi ya timu ya taifa ya Misri pamoja na Angola. Kwa hiyo ili Zimbabwe wafanye vizuri, neno la underdogs kuweza kufanya vizuri kwenye michuano mikubwa, hasa kwenye stage kubwa kama hizi za AFCON, inawezekana hiyo wao wanayo Zimbabwe wenyewe kwa wameshikilia, wamesema bwana, inawezekana sisi tunaangaliwa hivyo na mataifa yote haya matatu. Kwa hiyo tufanye kitu, inawezekana tukapata kitu zaidi kwenye hii michuano. Kwa hiyo inawezekana hiyo ikawa ni moja kati ya silaha kubwa ya Marinika akiongea na wachezaji wake kuelekea kwenye hii michuano. Kwa sababu hicho ndio tunaweza kuzungumza kwamba wao wanajuana. Yeye na Angola wanacheza wote Kosafa. Yeye na South Africa wanacheza Kosafa. Kwa hiyo ni timu ambazo zinajuana. Kwa hiyo Zimbabwe akienda kwenye mashindano hayo dhidi ya hao wenzake wawili ni watu ambao wanawajua. Kwa hiyo anaamini kabisa kwamba anaweza kupishana nao na akapata kitu. Kwa hiyo na ipa nafasi ya Zimbabwe inaweza ikafanya cha zaidi hapo. Hasa ukizingatia kwamba kuna nafasi inaweza kufanya zaidi hapo, kwamba hasa ukiangalia kuna nafasi ya kupatikana kwa mshindi wa 3 bora. Kwa hiyo kwenye hizo nafasi 3 bora anaweza akapambana, akalazimisha sare na Afrika Kusini, akalazimisha sare na Angola. Hata akikubali afungwe na Misri, safari yake ikawa nzuri. Basi tuangazie taarifa nyingine ambazo bado zinagonga vichwa mbalimbali vya habari. Baada ya kutokea kwa sintofahamu juu ya nani atakinoa kikosi cha Cameroon kwenye fainali za AFCON 2025, shirikisho la soka barani Afrika CAF limemtaja kocha David Pogou kama mkufunzi wa kikosi hicho. Taarifa imewekwa kwenye wasifu wakielezea Cameroon kuelekea kwenye fainali za AFCON. Hivyo ni dhahiri kwamba CAF wameafikiana na Fecafoot juu ya uamuzi huo. Awali kocha Marc Baez ambaye aliongoza Cameroon kwenye kampeni za kufuzu alionekana kutokukubaliana na uamuzi wa kufutwa kazi, huku naye akiita kikosi chake kuelekea kwenye AFCON, wakati kocha Pogou naye akiwa na kikosi chake. Lakini kwa sasa bila shaka yoyote Marc itabidi tu akubaliane na kilichotokea. Cameroon imepangwa kundi moja sambamba na mataifa ya Gabon, Ivory Coast na Msumbiji. Kameruni kila siku kuna eka kila siku shirikisho, kila siku
kama vile kuna vitu ambavyo haviko sawa sawa. Rais na serikali wanatofautiana. Yaani ugomvi huu ni rais na serikali wanatofautiana. Rais wa nazidi ya waziri wa michezo wanatofautiana. Ndio unaona mwingine anaita kikosi na anakuwa kocha wa serikali na kocha wa FA. Sasa Pagu ni kocha wa Pagu ni kocha wa FA ambaye Toye ametangaza. Yule Mark alikuwa pia ni kocha msaidizi wa Mark Bryce. Mark ni kocha serikali inamlipa mshahara. Kwa hiyo sasa nadhani kwa sababu CAF inazungumza na shirikisho la nchi. Kwa hiyo kama shirikisho imempeleka huyo, kwa hiyo lazima CAF itakubali na hilo, itakubali sababu serikali, kwa sababu mambo ya mpira haingiliwa na soka. Kwa hiyo hapo ndo changamoto iliyokuwepo. Na wakati mwingine vitu kama hivi ndio inaiondoa Cameroon kwenye kufanya vizuri kwa mashindano. Kwa sababu mnapokuwa mmetofautiana sana huko mwanzoni, kuna mambo mengine yanaenda moja kwa moja kwenye timu. Hasa kuja kuangalia maslahi ya timu, utulivu wa kambi. Umeona utapaka dakika ya mwisho watu hawajui nani anakwenda kwenye timu, huku kaitwa tunaenda na kikosi gani. Tukiangalia kundi lao na timu ambazo wanakutana, unaiona nafasi ya Cameroon kufanya vizuri kwenye mashindano ya AFCON msimu huu. Kuna Gabon, kuna Ivory Coast, lakini pia kuna Msumbiji. Bwana, ni changamoto kubwa ambao Cameroon watakutana nayo kwa sababu Ivory Coast ni timu ambayo imejijenga, ndio bingwa mtetezi, lakini pia ukitazama tale roster kikosi chao ni timu ambayo iko vizuri kule kweli. Leo hii tunamzungumza yule bwana mdogo De Grand ambaye alikuwa ndo mchezaji nyota, yani mchezaji kijana wa mashindano msimu uliopita, lakini kwenye mashindano ya msimu huu ameachwa. Kwa hiyo ukiona mtu mwenye uwezo kama huo anaachwa kwenye timu, kwa hiyo lazima ujiulize ni nani ambaye ameitwa na ni nani ambaye atafanya nini. Kwa hiyo tayari hiyo weight kwa Cameroon ni kubwa sana, lakini pia Gabon ambayo izungumziwi hivyo, lakini ndio timu ambayo pia hata kwenye kufuzu michuano ya kombe la dunia kwenye playoffs ya Afrika ambayo imefanyika, Gabon walikuwepo wakiwa na kina Pierre Aubameyang, ni veteran ni legend kwenye timu ya taifa, lakini pia wana mchezaji mmoja wengi kwenye kikosi cha Gabon wanafanya vizuri. Kwa hiyo tayari huo ni mwiba mkubwa ambao wanao, lakini pia vis-a-vis ukiweka mazingira ambayo Cameroon hivi sasa wanayo kwa timu ya taifa, sio tena Cameroon imekuwa timu bora sasa barani Afrika. Hata nyota wake mmoja wengi kuwatazama kwenye vilabu vikubwa inakupa tabu ama shida kubwa kuweza kuwapata. Walikuwa wanamzungumzia mtu kama wale kina Zambo Anguissa, ni majeruhi saizi acheze, kwa hiyo kwenye hii timu atakosekana. Lakini pia to mwenyewe ukimtazama kuna utulivu unakosekana kwenye kambi ya timu ya taifa kama alivyozungumza hapa, amekinga mkono. Kwa hiyo kwanza Cameroon wamepoteza hiyo status ya sasa hivi ya timu kubwa ambayo inaweza ikaogopwa barani Afrika kuelekea kwenye hii michuano. Kwa hiyo naona ni timu ambayo itapata changamoto kubwa sana kwenye hii michuano, kwa sababu sasa hivi kwenye vizazi vao vya dhahabu vile vikubwa ambavyo wengi ikienda kwenye timu ukimtoa huyu Mbumo, kulikuwa kuna wachezaji ukiwaona unasema Cameroon huko inaenda kufanya kitu, lakini kwa msimu huu imekuwa ipo kwenye mizania hiyo. Kwa hiyo ni timu ambayo naona inaenda kupambana zaidi kwenye hili kundi ambalo wapo kuliko uhalisia wa huko nyuma, ambayo ukiona Cameroon ikienda kwenye michuano hii uko unasema yes, Cameroon unaweza kuhesabia kwenye hatua ya nusu finali na kuendelea. Lakini hivi sasa kwenye World Cup hawapo, wanaenda huko kwenye michuano hii wakiwa na migogoro mikubwa. Mbona watu wanawezekana wanachukua urahisi ambacho amekifanya Mark Bryce, lakini kuna mgogoro tayari ameutengeneza. Leo hii unamuuliza wala kina Onana ambao wapo kwenye national team, wakina Vincent Abubakar ambao wametoka kwenye national team, inawezekana uko mbeleni siku moja wakarejea, lakini bado tayari kuna hii migogoro tayari washaitengeneza dhidi ya shirikisho lao. Kwa hiyo na hiyo ni Cameroon ambayo inaenda kustruggle sana na inabidi ipambane zaidi kuweza kuprove kitu kwenye michuano hii ya AFCON ya mwaka huu. Sawa, tuitazame Morocco ambayo kusema kweli nao wamepiga marufuku utumiaji wa fataki. Wenyeji Morocco wamepiga marufuku kupiga fataki, vitochi, machupa ya maji pamoja na vitu vyenye ncha kali kwenye michuano ya AFCON inayotarajiwa kuanza kutimua vumbi tarehe 21 mwezi huu wa Disemba. Morocco imefanya hivyo kwa lengo la kuongeza mvuto na ushindani kwenye mashindano hayo ya AFCON msimu huu. Mambo ya vitochi yale, mtu umekaa na kurunzi lako hivi. Kwani fataki inahusiana nini na kupunguza ushindani? Fujo, hataki fujo. Nadhani Morocco wamejistage, unajua hawa wanapambania kuandaa finali za World Cup, unajua. Kwa hiyo kuna vitu wamevistage, yani kuna vitu unavitafuta kuviweka sawa ili kuelekea huko, lakini hiyo fataki, vitochi sio nini, nadhani ndio ladha ya Afrika kwenye soka letu. Nadhani
kuna vibe ambayo huwa tunaipata kwenye hii michuano na sehemu ule mwanga ule huwa unafika kwa goalkeeper. Unafika. Sasa unakera kaka. Unafika, lakini ndio ladha zetu. Sometimes inabidi iwepo hii. Kuna Waafrika wetu tunaotafuta. Kuna picha moja ilipigwa, nakumbuka kipindi kile Simba ya moto kwenye ligi ya mabingwa, yule mzee amekaa na tochi. Ile kwa ifiki kaka. Kwa mkono ilifika ile. Ile tochi ya kawaida. Unajua ile ni ule mwanga ule tochi ya kawaida. Ule jamaa ambaye kwa tafuta yengo, yule mzee unajua alijibana. Ametafuta yengo ambayo ni ya karibu na goli. Inawezekana unajua kuna tochi za mwanga mkali. Ni tochi ya kawaida lakini na mwanga mkali. Tena ile ni mwanga wake ni mbaya zaidi kuliko hata ile ule wa blue unaokujaga ule. Ile kama ya gari kaka, kimpata mtu wa kweli ile. Kwa hiyo nadhani inatija kupunguza tochi fataki. Nadhani inatija kwa sababu wakati mwingine ule moshi unaotoka kwenye zile fataki unakuwa sio mzuri sana kwa wengine. Unaona? Alafu hii ni mashindano ya kimataifa. Tuliona kwenye mechi ya Al na AS FAR Rabat, tuliona zile vurugu zilizokuwepo. Washabiki wamerusha machupa sana uwanjani. Mechi ya Yanga ile ya finali ile. Yaani inaondoa ule heshima ya mchezo, inaonekana ni sehemu ya vurugu, kati soka ni zaidi ya hicho. Duniani kote watu wana mafataki yao, wanainao, lakini mnapofika mnakutana watu wa tamaduni mbalimbali. Kwenye mashindano kama haya mnakutana watu wa tamaduni mbalimbali. Kwa hiyo unajaribu kutengeneza vitu ambavyo vina viwango ambavyo kila mmoja anakuwa na nafasi ya kufurahia hayo mazingira. Kwa sababu wewe kwenu mmezoea kurusha fataki. Sisi kwetu hatujazoea hizo fataki. Kwa hiyo inakuwa ni vurugu baada ya kuwa ni sehemu ya furaha. Kwa hiyo nadhani ni uamuzi wa busara kwa ajili ya mashindano haya, na sio mashindano haya tu. Hata kwenye mashindano ya klabu na yenyewe tatizo hili linakuwepo. Naona nadhani Morocco anapaswa kupiga sana nadhani hapa wameanzia. Labda inakwenda itakwenda hadi kwenye mashindano ya Champions League na kombe la shirikisho ambapo klabu zao zinashiriki. Nadhani watapiga stop. Tukiwa bado tumesalia Morocco kuangazia kile ambacho kinajiri na kuchukua nafasi taarifa nyingine, wenyeji Morocco wameandaa viwanja takriban 9 ambavyo vipo ndani ya miji 6 ya nchi hiyo kuelekea kwenye mashindano makubwa kabisa ya AFCON msimu wa 2025, na ifuatayo ni miji na viwanja ambavyo vitatumika kwenye mashindano ya AFCON 2025 ambayo inatajwa kutimua vumbi nchini humo. Agdi, uwanja wa Adrar ambao unapatikana kwenye mji wa Agdi, lakini Casablanca una uwanja wa Mohamed wa 5 miongoni mwa uwanja ambao pia utatumika kwenye mashindano haya. Fez kuna uwanja ambao unajulikana kwa jina la Stade de Fez ambao upo kwenye huo mji, lakini bila kusahau pale Marrakesh upo uwanja ambao unajulikana kama Stade Marrakesh ambao utatumika pia kwenye mashindano. Uwanja huo Marrakesh walishatumia Tanzania katika mchezo wao dhidi ya Niger ambapo Tanzania ilichomoza na ushindi wa 1-0. Hata kuna wakati walicheza mashindano ya AFCON pale tulipigwa chuma 3 pale. Yalifanyika pale sawa sawa. Lakini uwanja mwingine ambao utatumika ni uwanja wa Ibn Battuta. Huu ni miongoni mwa viwanja ambavyo pia vitatumika. Lakini katika mji wa Rabat kuna viwanja 4 ambavyo ni Prince Moulay, lakini pia Moulay Hassan pamoja na Olympic Stade, bila kusahau El Bardi. Huu ni miongoni mwa uwanja ambao pia utatumika kwenye mji ule wa Rabat pale nchini Morocco. Stars watakuwa Fez. Stars watakuwa Fez. Stars watakuwa Fez Okay. Mechi yao na Nigeria ndio wanaanzia hapo. Mechi ya ufunguzi inapigwa Fez. Morocco kusema kweli ni miongoni mwa mataifa ambayo yamejizatiti na kujipambanua kwenye swala la miundombinu ya viwanja. Ukitazama ile ardhi namna ilivyo na kinachotokea ni vitu viwili tofauti. Malengo. Karibu sana bwana Andrew Kinga Mkono. Morocco unaifahamu vizuri sana. Nimepata bahati ya kupita. Nimepata bahati ya kupita. Ana wagumu pale. Ulikuwa kwenye mji gani? Ulikuwa Marrakesh bila shaka. Marrakesh, yes. Marrakesh. Mji ambao unapendeza. Mji mzuri sana. Mji wa kihistoria, mji wa kitalii. Lakini nakumbuka wakati huo tulienda pale na Stars. Tulipigwa chuma 3 pale. Hiyo siku ya safari yako ilikuwa mbaya sana. Ilikuwa ngumu sana. Ngumu mno. Lakini walijitahidi. Hizo 3 tulijitahidi. Kina Chamak wakati ule anacheza. Maroon Chamak alikuwepo uwanjani. Yaani kimazingira wako vizuri na unaona kabisa ni watu ambao wamepiga hatua na wameamua kuwekeza kwenye michezo.
japokuwa kunakuwa na vurugu kubwa sasa hivi ilikuwepo hapa katikati. Vijana kama hapa kwetu jenziwa kwao kule walikuwa wanamlaumu mfalme kwamba watu maisha yetu magumu, nyinyi mnaekeza tu kwenye mpira, mnataka si kujenga maviwanja. Kulikuwa na maandamano kadhaa, lakini bahati nzuri wamefikia sehemu wameweza kukubaliana na vile vijana wamekubali kuacha mashindano yaendelee. Kwa hiyo uwekezaji kwenye miundombinu ndio kitu kikubwa sana. Sisi wenyewe tunakuja kuandaa AFCON inayokuja 2027. Kwa hiyo lazima na sisi ile kamati yetu inakwenda kule, wale watu wa serikali wanapaswa waende kule kwa jicho la kuangalia vitu bora vingine hivi. Waache kuangalia timu tu uwanjani, waangalie hivi vitu bora nje ya uwanja. Jinsi ya watu wanavyosafiri, viwanja vinavyopokea mashabiki kwa namna gani, watu wanatoka vipi kwenye viwanja. Unajua wakati mwingine uwanja Taifa kutoka pale mtu wa VIP na mtu wa kawaida mnakutana, wenzetu mtu wa VIP huwezi kukutana. Kwa hiyo wakati yeye inapunguza ile heshima ya mchezo. Mtu nimetoa hela yangu nyingi, nataka nikitoka nisumbuliwe na Waswahili wengine huko washakasirika, wamefungwa atie kunipiga chupa mimi huko, unaona. Kwa hiyo nadhani ya mazingira ambayo vinapizi waangalie mazingira hayo, na hiyo Morocco nadhani wamejitahidi, na hasa kwa sababu wao mbali ya kuandaa hizo finali vile wanajiandaa na finali ya World Cup 2030. Kwa hiyo wanaona ni maandalizi tosha ambayo wanaweka wakishirikiana na Ureno na ndugu zao wa Ureno na wa Hispania, maana wote karibu pale ni ukanda. Kwa hiyo Morocco hapo sina tatizo nao, wana miundombinu mizuri sana. Kwenye viwanja Morocco wamepiga hatua kubwa sana kabisa, na ni miongoni mwa mataifa ambao wamekuwa na viwanja vingi sana, na si viwanja tuseme facilities za michezo. Wao wako mbali sana tofauti na mataifa mengi sana Afrika. Una mashaka? Mi kwenye hilo sina mashaka. Nadhani wamejipambanua hivyo kwa sababu mimi mara baada ya kufanyika kwa fainali za kombe la dunia zile za mwaka 2010 kule nchini Afrika Kusini, unajua ulikuwa ni ushindi wa Afrika nzima by then kwa ule muda. Kwa wengi tunajiuliza bana, Afrika lini tunaweza tukaandaa tena kombe la dunia? Kwa kuna nchi, kila nchi ukizigusa unasema Senegal, sijui Mali, sijui wapi, sijui anaona mbona kote kugumu, lakini Morocco ameibuka, ni moja kati ya taifa ambalo yani halibahatishi huko ambapo unakwenda. Unajua kwa wenzetu kushirikiana hizi timu mataifa mawili ya Ureno na Hispania wako kuinclude na wewe uingie, ni heshima kubwa sana na umesali kwa vitu vingi mno. Tukiwa bado tumekita kambi Morocco, bado taifa la Morocco ambao ni wenyeji wameendelea kuwakaribisha mataifa mbalimbali kutoka Afrika, na siku ya jana walikaribisha timu ya taifa ya Mozambiki kuelekea kwenye fainali za mataifa ya Afrika 2025 yani AFCON. Msumbiji inashiriki kwa mara ya 5 tangu kuanzishwa kwa mashindano ya AFCON, na sasa kikosi chao kitaongoza kikosi chao ambacho kipo chini ya kocha mkuu ambaye ni Chiquinho Conde. Msumbiji yupo kwenye kundi F pamoja na timu ya Ivory Coast, Cameroon na Gabon. Msumbiji bwana wameshafika mapema. Uganda ndio ameweka rekodi, ndio timu ya kwanza kufika Uganda. Uganda ndio timu ya kwanza kufika. Hiyo ni ile picha ya Khalid Aucho akiwa yeye alichelewa kujiunga na alikuwa na Singida huko. Kwa hiyo huu ni uamuzi mzuri. Mara nyingi unapofika mapema kwenye sehemu ya tukio, unajua sehemu nzuri ya kukaa, na unajua chochoro nzuri ya kuweza kufanya nini na nini. Maandalizi ya mpira ni zaidi ya kile kinachoonekana uwanjani. Ndio maana hata hapa unaona klabu zetu wakati mwingine zinapoenda nje unakuta kuna watu wamesafiri siku 10 kabla ya timu kwenda. Kwa sababu kuna vitu vingi vya kuangalia, hoteli, watu, kuna aina ya vyakula ambavyo labda mnataka muwe mnapikiwa wakati wa mashindano kwa ajili ya wachezaji wenu. Kuna vyakula vyenu vya asili ambavyo wakati mwingine mnabidi mkapige zile order zikapewe mkatoe mapema. Kwa hiyo mazingira mkienda pale inawapa nafasi ya nyinyi kujua miko ya pale na mazingira mengine, ili mkienda kucheza mpira msiwe na sababu nyingine ya nje ya uwanja, mbaki tu uwanja ukaamue. Maana mkiacha hizi 20% za nje ya uwanja zikiamua, wakati mwingine zinawavuruga sana. Naona kwa hiyo nadhani ni uamuzi mzuri ambao Msumbiji ameufanya, japokuwa na wenyewe hawana wakati mzuri sana kwenye mashindano. Hata safari hiyo wamefuzu, lakini bado watakuja kuleta ushindani, lakini sio ushindani ule ambao tunaotegemea kuwa mkubwa kutoka kwao. Bwana kina Mixon japokuwa Mixon hayupo. Kwa nini? Amefanya vizuri kwenye klabu yake na ndio alikuwa top scorer. Lakini bado kuna watu wamecheza. Labda Chiquinho yeye labda ana sababu za nje zaidi ambazo sisi labda tusifahamu, sababu tulikuwa tunamwona ana perform akiwa na UD Songo, kiukweli anafanya vizuri, lakini labda kocha ana sababu zake nyingine zaidi. Unajua inawezekana tunamtazama Mixon jinsi alivyo Mixon, lakini mwalimu yeye na vitu vyake, labda ile forward line yake ambayo anaenda nayo ina watu bora zaidi ya Mixon, kwa sababu bwana wewe
tupishe sisi tena tukafanya mambo mengine. Kwa hiyo nao ni sehemu ya kuwasubiri na kuwaona. Unajua mataifa kama ya Msumbiji tumetazama hapa, Zimbabwe, ni mataifa ambayo wanaenda kwenye hii michuano, hakuna mtu ambaye anajali, hakuna mtu ambaye anakea bwana wamekuja Msumbiji. Kwa hiyo tunasubiri tuone watafanya nini. Lakini kwenye kundi lao ambao tumelitazama, wanao Cameroon, wanao Gabon, wanao Ivory Coast, ni kundi gumu kwa picha ya nje kuitazama, lakini bado mimi naamini inaweza kuwa ni motivation tosha kwamba hao tunatuangazia uchukua alama kwetu, na si inawezekana tumwalibie mtu shughuli hapa. Inawezekana siku wakamng'ang'ania Cameroon, ngania Gabon, inawezekana pia waka challenge kwa Ivory Coast na kipatikana kitu chochote. Basi tuitazame timu ya taifa ya Zambia ambao wao kikosi chao kitashuka dimbani hii leo kukipiga dhidi ya timu ya taifa ya DR Congo kwa lengo la kujiweka sawasawa kuelekea kwenye mashindano ya AFCON 2025 yatakayoanza kutimua vumbi tarehe 21 mwezi huu. Mchezo huo wa kirafiki utachezwa saa 12 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Lakini pia kuelekea kuanza kwa mashindano hayo, Zambia wamefanya mabadiliko ya nahodha ndani ya kikosi chao, na nahodha atakayekiongoza kikosi hicho kwa sasa ni Fashion Sakala mwenye umri wa miaka 28, huku msaidizi wake namba 1 akiwa ni Lubambo Musonda. Bwana mdogo amepewa majukumu mazito. Taifa lake la Zambia. Washakuwa mabingwa Zambia Chipolopolo Zambia. Kwa hiyo nao pia ni taifa ambalo lina mchanganyiko wa viwango ama performance kwenye hii michuano. Kwenye kihistoria kaka zao wakubwa kina Bwalia, kina Kalusha kufanya vizuri, Zembe hii ya katikati nao pia iliibuka ilifanya vizuri. Kwa hiyo Zambia ya kizazi kipya ambayo hata sisi tushaucheza nao, tusha challenge nao hawa, tushakuwafunga kule kwao kutafuta nafasi kwenda kombe la dunia, lakini walikuja hapa pia nao wakatufunga. Kwa hiyo ni Zambia ambayo pia inaenda kwenye hii michuano ikiwa inatafuta kitu cha kufanya. Ishapoteza kwenye ule ubora ambao wengi walikuwa wanawafikiria hivyo. Kwa hiyo imekuwa ni Zambia ambayo inajitafuta hata huko ambapo kwa sasa inaelekea huko nchini Morocco kwenye michuano hii ya AFCON. Ni timu ambayo pia inatafuta kwenda kuweza kupata kitu na timu kuanza kuirudisha kuweza kufanya kitu kikubwa zaidi, na ambacho nakipitia ni mabadiliko ya vizazi ambayo wanayo wenzetu hawa wa Zambia. Wana wachezaji wachache ambao wanacheza kwenye ligi kubwa tofauti na huko nyuma ambao wanakuwa. Kwa hiyo wanatafuta hiyo nafasi ya siku moja timu yao mataifa lao kuweza kurudisha yale makali yao ambayo yamepotea kwa muda mrefu sana kwenye hii michuano ya AFCON. Na mimi naamini timu bora hizi za taifa inatakiwa kufanya vizuri ni kuwepo kwenye hii michuano. Wakati unapata experience hivi, unashiriki mara nyingi, kunakuwa kuna uwanda mpana zaidi wa kufanya vizuri, kwa sababu ikifanyika hii michuano ya AFCON wakati inaendelea, kunakuwa kuna mawakala wengi sana wanaitupia jicho. Kwa hiyo unapokuwa na wachezaji wakubwa wanachukuliwa, wanatoka wanaenda kucheza kwenye ligi mbalimbali, japo sasa hivi wanamzungumzia mtu kama Fashion Sakala kwenye hii timu yao ya taifa. Kwa wale wakienda wakifanya vizuri kwenye hivyo vilabu ambavyo wanatoka kupitia kwenye michuano ya AFCON, wakirudi tayari wana add kitu. Kwa hiyo inapokuja AFCON 2027 wakati huku umetoa wachezaji wako wameenda kucheza kwenye ligi mbalimbali, wanaweza kukupa kitu. Kwa hiyo kwa sasa hivi Zambia ndio iko nakitafuta, ni timu ambayo inafanya vizuri. Sasa hizi imepoteza hiyo ladha ya kuweza kufanya vizuri. Kwa hiyo ushiriki wao mara nyingi kuwepo kwa huku mara nyingi kwenye hii michuano, inawezekana wakapata kitu kikubwa zaidi kuelekea kwa michuano ambayo inakuja ya mwaka 2027. Naamini hivyo kwamba wanaenda kwenye hii michuano wakiwa na target. Leo hii hata Zambia kuwauliza mnaenda kwenye michuano ya AFCON, mna malengo ya kuchukua michuano ya AFCON, wanakuambia no. Kuna hatua tunazitafuta, tuvuke group stage tuende kwa 16 bora, kinachotokea huko mbele inaweza ikawa ni bonus kwetu. Kwa hiyo kuna kitu wanakitafuta wenzetu, labda wame aim kuelekea kwenye michuano hii ya 2027. Tukumbuke hawa Avram Grant hawana naye tena, wamemtoka. Kuna project mpya ambao wanaiandaa kuelekea kwenye michuano mikubwa zaidi ambayo inakuja huko. Shukrani sana Idi Nonga kwa nukta hiyo. Asante pia Andrew Kinga Mkono. Kwa sasa moja kwa moja tuelekee kwenye soka letu, tuangazie kile ambacho kinajiri na kuchukua nafasi. Na kwa kuanzia moja kwa moja kwenye soka letu, tuanzie na taarifa kutoka kwa Singida Black Stars. Mashabiki wa timu ya Singida Black Stars wameelezea matumaini yao katika kombe la Mapinduzi linalotarajiwa kuanza kutimua vumbi Disemba 29 visiwani Zanzibar, huku wakijinasibu ya kwamba wanahitaji kulibeba kombe hilo la Mapinduzi. Navyojua Singida Black Stars uwanjani navyocheza, na ione ikifika finali na kuchukua kombe pia. Na imani Mapinduzi Cup tunachukua ubingwa. Naongea hivyo kutokana na ubora wa timu yetu ya Singida ulivyo. Kwa hiyo unaweza kukabiliana na timu yoyote
yoyote ile ambaye iko tayari kucheza na Singida, sisi tunapambana naye na tunahakikisha ushindi unabaki nyumbani na kuleta heshima Singida. Kwa upande wa Singida Black Stars naiona itafika mbali kwa sababu sasa hivi Singida ni moja kati ya timu kubwa ambazo zinaleta changamoto ya kutosha. Kwa hiyo sioni kama itakuwa kuna ugumu sana kwa Singida kuweza kufika mbali. Lakini najua Singida wana wachezaji wazuri, wachezaji ambao ni wana majina tayari. Sisi tunaombea wachukue kombe, walete kombe nyumbani. Na hili litakuwa ni kombe la pili maana walishachukua Kagame, kwa hiyo ni kama wameshaanza kuwa na tabia ya kibingwa. Kwa hiyo tunaamini Mapinduzi ni kombe ambalo wanaliweza. Kwa watalileta nyumbani, ni matumaini yetu. Sisi tunawaombea kheri. Kwa hiyo tunaiona mbali, tunaiona kutoa ushindani mkubwa. Yawezekana kabisa ikafanya vizuri na ikiwezekana inaweza ikalichukua hili kombe. Ni kwa sababu ni mshindani mzuri. Ukiangalia Singida kwa sasa wana wachezaji wazuri, wachezaji professional ni wengi. Sambamba na hilo ni timu ambayo imejengeka kwa kila sekta kuanzia upande wa makipa mpaka forward line. Kwa hiyo ni timu ambayo tunategemea itatoa ushindani mzuri. Sisi kama Singida Black Star tumejiandaa vizuri sana mwaka huu kurudisha uzalendo nyumbani. Yaani shauku yetu kubwa kuchukua kombe la Mapinduzi. Tumejipanga vizuri na tunajiandaa na safari kufikia mpaka kombe liwe nyumbani. Ujasiri sasa hivi Singida iko vizuri. Sio kuliko ya miaka yote, iko vizuri, imejiandaa vizuri kwa safu zote pale, unaona watu wanavyocheza mpira. Singida Black Stars mashabiki wake wana imani ya kwamba wanaweza kalitoa taji la Mapinduzi, na utakumbuka Singida washafika finali hao. Na walicheza finali na Mlandege kafa 2-1. Lance wakiwa nahodha kikosi cha Mlandege, watu wanakumbuka. Ikawa tiketi ya kuja bara ile. Ilikuwa tiketi. Ile tiketi kaka. Unaiona Singida ikifanya hivyo kwenye finali za Mapinduzi msimu huu? Natazama ushiriki wa Yanga Afrika, natazama kikosi chao japo kuna nyota kadhaa ambao wameenda kwa michuano ya AFCON. Natazama Simba Sports jinsi walivyo hivi sasa. Nadhani kipindi hiko ndio atakuwa pa mwalimu mpya. Kwa taarifa ambazo nazo atakuwa na hiki kikosi kwenye michuano ya Mapinduzi. Naitazama mwalimu mpya kwa maana ipi? Kocha mpya kaka. Yaani Simba ataenda na kocha mpya kwenye hii michuano. Na itazama Azam, nadhani ndio kikosi kikubwa ambacho Singida Black Stars kama wanafanya vizuri ni Azam ndio kikosi chao kikubwa zaidi, lakini ukiwatazama Singida nao pia kuna baadhi ya wachezaji wamepoteza kuelekea kwenye michuano ya AFCON, lakini ni timu ambayo ina sehemu kubwa sana wachezaji wengi ambao wamesalia. Kwa hiyo nadhani ni timu ambayo itaenda kutoa changamoto kubwa kwenye hii michuano kutokana na ubora ambao wanao na aina ya michuano ambayo wanayo, kwa sababu nikiwatazama Singida kwenye ligi kuu wana uwezekano huo wa kuchukua huo ubingwa. Nikatazama kwenye michuano hii ya Mapinduzi dhidi ya hizi timu ambazo zipo, timu nyingine ambayo itakuwa ni URA, naona wanaweza wakaenda kufanya kitu, lakini wasiwasi wangu mkubwa kwao ni uwepo wa Yanga ambao kihistoria wanafanya vizuri kwenye hii michuano. Yaani kuwepo tu jina la Yanga kwenye hii michuano kihistoria tayari inakuwa ni michuano migumu kwako, lakini pia kuwepo wa Simba ambao mara mwisho amechukua hii michuano mwaka 2022. Na aina ya timu ambayo wanaenda nayo inawezekana kumpata mwalimu akapatikana mwalimu mpya huko. Naona kwao inakuwa ni changamoto kubwa sana kusema tukiwa kwenye mizania ya ubingwa hiko kwao. Nadhani Andrea, tunaitazama Singida ambayo haina kocha mkuu Miguel Gamondi, haina kocha msaidizi, lakini ina kocha ambaye alishawahi kuwa kocha mkuu wa kikosi hicho. Tunamzungumzia David Ouma ambaye pia tukumbushana alikuwepo kwenye ile nusu finali ya CRDB ambayo Simba na kufa bao ilikuwa ni bao 3. Na hiyo mechi mimi ndo nilitangaza. Kwa wakati Ouma anafanya hivi anaruka unamuona. Alikuwa ananikiza. Singida inaenda bila kocha wake mkuu wala kocha wake msaidizi namba 1. Aina ya wachezaji ambao Singida wako nao kwa sasa hivi, ukiachilia wale ambao wengine wameondoka kwa ajili ya AFCON, na matumaini ya hao mashabiki ambao wamesema wanaamini Singida inakwenda kuchukua ubingwa wa michuano ya Mapinduzi msimu huu, unaliona hilo likitimia? Cha kwanza siku zote kama shabiki kama mtoto. Mimi nawaambia watu siku zote shabiki ni kama mtoto. Mtoto siku zote baba yake ana hela, baba yake ana nguvu, baba yake ana kila kitu. Ndio kila kitu. Unaona Kwa hiyo ndio shabiki. Ndege juu ya baba. Kwa hiyo shabiki wa kweli siku zote lazima asimame kwenye huo upande. Aamini kwenye kushindwa, kwa sababu shabiki akianza ukiona shabiki anakuambia
ujue timu yenu kweli hali yake mbaya. Yani kika neno sijui kama tutatoboa. Kwanza shabiki anabidi aamini katika hicho. Kwamba tuna nafasi, tuna wachezaji, alafu kingine ndio tunakwenda sasa kwenye uhalisia. Je, matumaini yao na uhalisia upo? Kwamba sasa hawa wachezaji wanao, tunasema wachezaji wanao. Kocha wanaye, lakini sasa changamoto yao Singida ni kwamba kocha mkuu na kocha msaidizi namba 1 hawapo kwenye timu, wako na timu ya taifa Tanzania. Kwa hiyo inawezekana kuna vitu vikapungua kwa sababu mambo mawili kwa wakati mmoja, wakati mwingine ni magumu. Unaweza akatoa programu yako kampa msaidizi huko, alibaki huko na timu, asifikishe vile ambavyo wewe unataka aifikishe. Na ambaye kashakuwa kocha mkuu wa kikosi. Au moja ikawa faida kwao. Ambacho kilitokea, nakumbuka wakati fulani Geita Gold ilikuwa inanolewa na Hemedi Morocco. Kocha wake msaidizi alikuwa marehemu mzee Saleh Machupa. Morocco akienda kwenye timu ya taifa ya Tanzania, majukumu anamkabidhi Machupa. Kwa hiyo unajikuta wakati mwingine baadaye akaona bwana, hebu kwanza nijitoe kwenye timu lakini na timu yetu ya taifa tu ya Tanzania. Kwa hiyo wakati mwingine majukumu mawili kwa wakati mmoja yanakuwa changamoto. Kwa hiyo nadhani wao Singida wanajua nini wanachokitafuta. Na hasa kwao kipindi hiki, kama kuna wachezaji watasajiliwa, wataongeza wachezaji, na wale waliobaki ni kipindi cha mazoezi. Kwa sababu tarehe 23 kombe la shirikisho linaanza Afrika. Kwa hiyo nadhani wao wanakwenda kwenye mashindano yao ni kwa yatumia hasa kufanya mazoezi na kuwa fit kwa ajili ya mashindano yanayokuja. Sawa. Tuangazie taarifa nyingine, na kwa sasa moja kwa moja tuangalie Siasia Queens kutoka pale mkoani Iringa. Kikosi cha timu ya Siasia Queens kutoka mkoani Iringa kimeendelea na maandalizi yake ya mazoezi katika uwanja wa Mkwawa mkoani Iringa, kikijiandaa kuwakabili wapinzani wao JKT Queens katika mchezo unaotarajiwa kuchezwa hapo kesho kwenye uwanja wa CCM Samora. Muhammad Nyaulingo anapanda jukwani na taarifa kamili. Moja kwa moja kutoka mkoani Iringa, kunako ardhi ya Chifu Mkwawa, ardhi ya Wahehe. Na hapa ni katika uwanja wa chuo kishiriki cha elimu Mkwawa Muse, eneo ambalo kikosi cha Siasia Queens ndicho kimekuwa kikifanya mazoezi kwa nyakati nyingi zaidi kwa ajili ya kujiweka vyema kwenye ligi kuu ya wanawake Tanzania bara. Mchezo unaofuata wa Siasia Queens hapa nyumbani, ambao ndio mchezo wake wa kwanza, wanakutana na JKT Queens, timu ambayo imechukua ubingwa mara 2 mfululizo. Ni timu tishio, lakini hadi sasa ikiwa na alama 6 kibindoni. Lakini kwa upande wa Siasia Queens wenyewe wamecheza michezo 2, hawajavuna chochote. Kwa hiyo mchezo wao wa tarehe 17 ni mchezo ambao wakufa na kupona, jasho na damu, kuhakikisha wanaanza vyema walau kupata alama 1 ama alama 3. Zote mbili tulipoteza kwa goli 1 dhidi ya Geita na goli 1 dhidi ya Alliance Girls. So far hapa hatuna pointi hata 1. Kwa hiyo timu yetu mechi yetu ijayo ndio bado tunaona ina umuhimu sana, kwa sababu kwanza ni nyumbani, lakini pia itatusaidia kuonyesha matumaini kwa washabiki wetu na njia ya uelekeo wetu wa ligi kuu ya wanawake. Hiyo lazima tupambane kufa na kupona tupate matokeo. Kikosi cha Siasia Queens chenyewe kimefanya mazoezi yake katika uwanja huu wa Mkwawa, na hapa kocha wa timu hii anaweka bayana maandalizi yao yakoje kuelekea kwenye mchezo huo. Kwa kweli kama nilivyosema awali kwamba kikosi chetu kiko vizuri, hatuna majeruhi. Kikosi chetu kimetimia. Kwa hiyo tunachokisubiri tu kwamba hiyo tesiwa tarehe 17 tujitahidi tupambane na lengo moja tu, tupate matokeo. Ndio tunachokiomba kwenye hiyo mechi. Lakini je, wanawatazama vipi wapinzani wao? Wapinzani wetu kwa kweli tunawatazama kwa jicho la pekee kama sio la mwewe, kwa sababu wapinzani tunajulikana kwamba kwa upande wa timu za wanawake wa Tanzania kwa kweli sasa hivi hao ndio timu ambayo ndio timu kubwa pekee yake. Kwa hiyo tunachokifikiria, tumejitahidi kujiandaa, lakini tutawaheshimu kwa sababu kubwa hao wametoka kwenye mashindano ya kimataifa, wana uzoefu mkubwa. Kwa hiyo na sisi kupitia uzoefu wao tutatumia uzoefu wao na sisi tupate uzoefu, lakini pia kama tutawaheshimu, lakini pia hatutaogopa, tutajitahidi kupambana nao. Kwa kweli testi ya ligi kuu ya wanawake kwa kweli msimu huu hatari. Kila timu kiona hakuna timu nyonge, timu zote kama ziko strong. Yaani dalili njema kwamba ligi kuu ya wanawake sasa imeanza kukua, imepanuka. Sio ya kinyonge kama kuna timu utakuta nyonge, lakini sasa timu zote kwa kweli za kiushindani.
Achilia mbali masuala ya kiufundi, je, wachezaji yale mambo muhimu waliofundishwa mazoezini wameyapokeaje na wanakwenda vipi kwenye mtanange huo? Kusema kweli, wapinzani wetu tunawatazama kwa jicho la tatu kwa sababu ile ni giant team. Ukizungumzia timu kubwa Tanzania kwa timu za soka la wanawake, huwezi kuiacha kuizungumzia JKT kwa sababu imechukua ubingwa mara 2 mfululizo. Pili, wao ni wanawake kama sisi, tumejiandaa kukabiliana nao na tunawaheshimu sana, kwa hiyo tutapambana. Na ingia kwa tahadhari gani kwa kucheza michezo miwili bila kupata alama yoyote? Ni kama mchezo huo pia mnaenda ndo kuanza ligi hivi kwenu nyinyi, mchezo wenu wa nyumbani? Kusema kweli, tumecheza mechi 2 tumepoteza. Kwa mechi hii inayofuatia JKT tumejipanga, tuone itakavyokuwa, lakini tumejipanga. Na imani mnaweza kupata alama 3? Tuna imani hiyo kwa sababu wao ni wanawake kama sisi. Ni soka la kike hili, halitabiriki. Mtu anaweza kubadilika muda wote, saa yote. Ni macho na masikio kunako dimba la CCM Samora hapa mkoani Iringa, ambapo mchezo utapigwa kesho majira ya saa 10 kamili za jioni. Ni JKT Queens kuendeleza ubabe na kuondoka na alama 3 katika ardhi hii, ama Siasia Queens wenyewe watagoma na kufuta uteja? Macho na masikio yatatazama, lakini vile vile kipenga cha mwamuzi cha dakika 90 ndio kitakachoamua nani kuibuka mshindi katika mtanange huo. Mimi naitwa Muhammad Nyaulingo na hii ni Viwanjani. Kusema kweli, Muhammad Nyaulingo, tumekupokea vyema sana kutokea hapo mkoani Iringa. Lakini upande wa pili wa shilingi, je, wanasemaje JKT Queens? Ni walimbwende hawa JKT Queens, timu ambayo imekuwa tishio kwa siku za hivi karibuni, mabingwa mara 2 mfululizo wa ligi kuu ya wanawake Tanzania bara. Wako hapa katika uwanja wa Samora tayari kujiweka fiti kuelekea mchezo wao wa tarehe 17 dhidi ya wenyeji Siasia Queens. Lakini JKT Queens wenyewe wakiwa ni wababe zaidi, kwani wanaingia kwenye mchezo huo wakiwa wana alama 6 kibindoni, lakini kwa wenyeji wanaingia wakiwa hawana chochote. Nimefika hapa na kuzungumza na mwalimu kutaka kufahamu maandalizi yao kwa ujumla kuelekea mchezo huo yakoje. Kwa kiufupi ni kwamba maandalizi yanakwenda vizuri dhidi ya mchezo wetu na timu ya Siasia Queens, na vijana wako vizuri, wana ari kubwa, lakini pia ukiangalia wote wako wazima, hakuna mtu mwenye majeruhi. Naamini kabisa kwa maandalizi haya tunayofanya na hali ya halisi waliokuwa nayo wachezaji wetu wa kiafya ilivyokuwa nzuri, basi naamini tunakwenda kufanya vizuri katika mchezo wetu wa Kishukutu. Kuna ugumu au rahisi kiasi gani kukutana na timu ambayo imetoka kupoteza michezo yote miwili tangu ligi ianze? Kwanza kabla ya yote, timu zote ambazo zinacheza Premier League maana yake ni timu nzuri, na wanasema kabisa kwamba uking'atwa na nyoka basi hata unyasi ukiuona unaanza kushtuka. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba Siasia hawana matokeo mazuri, maana yake ni kwamba wanakuja katika mchezo wa kesho kutwa kujiuliza tena nyumbani kwao. Kwa hiyo tunategemea kupata upinzani mkubwa sana kutoka kwao. Tunategemea kupata upinzani mkubwa, lakini sisi tunaamini kwamba sisi ni bora. Pamoja na ubora waliokuwa nao Siasia, lakini sisi ni bora na tunaamini kabisa kwamba tutatoka na matokeo mazuri. Lakini ifahamike tu ya kwamba tayari JKT Queens wamekwisha onja radha ya kucheza michuano mikubwa barani Afrika. Jambo hili linawapa nguvu zaidi kuhakikisha wanaendelea kufanya vizuri kwenye michezo yote ili kupata nafasi tena na kuwakilisha taifa kwenye michuano hiyo ya kimataifa kama ambavyo mwalimu anaeleza. Upinzani ni mkubwa, intensity ni kubwa sana. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba this time kwamba hali itakuwa nzuri sana ama itakuwa mbaya sana kama utachukulia kawaida. Kwa hiyo mimi niseme kwamba maandalizi ambayo tunaona na mechi tuliocheza kwamba timu zimejiandaa vizuri. Kwa hiyo tunategemea kupata upinzani kila mchezo tutakakutana nao. Na niseme tu kwamba tunajiandaa kufanya vizuri kwenye michezo yote ambayo tutacheza. Sasa tujiandae siji na Siasia tu peke yake, tunajiandaa na timu nzima ambazo na timu zote ambazo zinacheza Premier League. Je, kwa wachezaji wenyewe wamejiandaje kuhakikisha alama 3 zinabaki mikononi mwao na hatimaye kuendelea kujiimarisha vyema kwenye michuano hii? Wachezaji tumejiandaa vizuri juu ya msimu huu mpya kwa kuwa sisi ni defending champion katika hii ligi ya wanawake. Tunaendelea kile ambacho tulichokianzisha, kwa maana ngao ya jamii ni sisi pia tumechukua ubingwa, kwa maana ngao ya jamii tumeanza vizuri. Tunaamini hata
katika hii ligi tunaendeleza kile ambacho tulichokianzisha. Kama mechi ya kwanza tumepata matokeo ya alama 3 na magoli 6. Hivyo tunaamini katika mchezo huu wa ugenini utakuwa mchezo mgumu, japo wapinzani wetu wa mahali hapa wamepoteza michezo miwili mfululizo, lakini sio mechi nyepesi kama vile ambavyo tunavyotazama. Kwa hiyo tunaamini kwamba mchezo utakuwa mgumu kwa kuwa tupo away na tunajipanga vizuri kuanzia benchi la ufundi, wachezaji na viongozi wote kwa ujumla. Tunaamini mchezo unaofuata utakuwa mgumu, lakini tutapata matokeo makubwa zaidi. Cha zaidi tunawaalika mashabiki wetu kwa sababu wao ni wachezaji wa 12 katika uwanja. Kwa hiyo tunaamini watakuja kupata kile ambacho wanachotarajia. Umeshaonja ladha michuano ya kimataifa pia. Hii imewapa chachu kiasi gani kuhakikisha bingwa pengine unaendelea kusalia JKT Queens? Hiyo ni ladha kubwa kwa sababu yale mashindano makubwa yanahusisha vilabu vyote ambavyo vimefanya vizuri katika Afrika nzima. Kwa maana hiyo sisi tunataka turudi kule ambapo tumetoka. Japo kwa msimu huu hatukufanya vizuri, ila tunaamini tukienda mara nyingi zaidi inatuia tukafanya vizuri katika michezo, katika yale mashindano. Kwa maana hiyo ili uende kule lazima ufanye vizuri katika hii ligi, na ili uende kule lazima uwe bingwa, sio kufanya tu vizuri, lazima uwe bingwa katika hii ligi na ukanda wa Sekafa kwa ujumla. Kwa maana hiyo tunaamini kabisa timu kama timu tutafanya vizuri ili tuweze kurudi kule katika championship. Mimi naitwa Muhammad Nyolingo, Azam Sports, Iringa. Ripoti ya Muhammad Nyolingo kutoka mkoani Iringa tumeipokea vyema sana, lakini nikiutazama uwanja wa CCM Samora kusema kweli unaonekana umekutana na zile mbigwa za ulimwengu. Uwanja umechoka mno. Kinga mkono mbigwa ndo nini kaka? Pilika. Bana, kesho Yanga Princess nao wanashuka dimbani kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi dhidi ya Mashujaa Queens. Samora umechoka? Umechoka yani bodi ya ligi kule ifiki ifungie ule uwanja. Wala mabinti wataumia pale. Kama kwa nini ligi kuu tu? Hata hii ligi ya wanawake. Yaani wewe hujataka kuna kona. Ufungie tu ule uwanja ustahili ili watengeneze uwanja. Uwanja gani ule? Na Iringa maji hapo. Ardhi nzuri. Ukipomwagia maji pale yanaota. Unaona? Yaani Lipuli haipo. Yaani bodi ya ligi ili rungu lao lisiwe tu kwenye upande wa ligi kuu tu peke yake. Sababu amecheza idadi ya kwanza. Sasa kumbe unaona sasa. Okay, sawa. Yes, ipo kwenye upande wa ligi ya wanawake, na juzi niliona walitoa ile kamati ya ligi ya wanawake. Kuna mechi walitoa, tuona kuna watu walipokonywa alama, wakina Tausi, wakina nani, na kwa nadhani anachomaanisha Kinga Mkono ile kamati ya ligi ya wanawake na hii iko chini ya TFF na sio bodi ya ligi. Yes, ndio nasema kuna kamati ya ligi ya wanawake walitoa juzi hapa. Kuna watu walipokonywa alama.